Moja kitu ambacho ukifahamu bana kuhusiana na maisha halisi ya mtaa, lakini out the door leo tumekutana na Kopi, au ni mtu ambaye watu wengi sana wanafanana na Tupac, lakini huyu jamaa ndo amembeba, yani amechukua kila kitu. Yani ukiweza kumzoom huyu jamaa ana kipini wala kile kidoti sio nani, lakini jamaa kazaliwa nacho. Anaitwa Paki au Sebana kutoka hapa Dar es Salaam Tanzania, na hii hapa out the door. Nataka tujue atupitishe alijigunduaje kama yeye anafanana na Pac, na ameuvaaje ule maisha halisi ya Mnyamwezi Tupac mpaka sasa hivi. Mambo vipi mwanangu? Kama kawa mwanangu sana, au sio? Sana unyama. Yes sir, kila kitu fresh mwanangu. Wapo wabongo sana wanajifananisha na Tupac. Lakini wengi sana huwa kama wanazidisha vitu. Wewe tumeona kama reality, yani kwamba tukianza kukuchora mwanzo mwisho uko copyright. Wale ambao wanajifananisha na wafanani nao kwanza unawaambiaje? Lakini wewe maisha yako halisi unaishije? Unaishi kama mfumo unaishi Pac au unaishi vipi? Okay, first of all kwa jina kama alivyoelekeza Mnyamwezi hapo, naitwa Tupac kama Shakur, ndio jina ambalo natumia mtaani. Sio AKA tu, ni jina ambalo nimepewa tangia maza mpaka faza. Okay, first of all napenda kuambia kwamba wanaojifananisha na Tupac ni kwamba legend, kwanza ni icon, alafu pia mimi mwenyewe ni role model wangu. Kwa hiyo sio vibaya mtu kujifananisha na Pac, ila sometime utaki kubeba uhusika wa mtu, kwa sababu kila mtu ana life lake. Hata Pac yeye mwenyewe ana life yake. So anajifananisha, mwacheje endelee kujifananisha. At the end of the day Tupac ni mmoja tu, alafu ameshakufa. Yeah. Tupe historia fupi ya maisha ya Tupac. Okay, maisha ya Tupac. Tupac ni mtu ambaye kazaliwa mtaa wa Queens, New York. Okay, 1971 tarehe 16 mwezi wa 6. Huo ndo Tupac kama Shakur. Ni Mnyamwezi ambaye kazaliwa akiwa kwenye tasnia ya sanaa, na pia alikuwa ni mpiganaji wa harakati za watu weusi. Kwa hiyo tunamuita ni patriot ama tunamuita Black Panther. Amezaliwa akiwa hana baba, na amezaliwa na mama yake akipitia maisha magumu, na pia ilipelekea mpaka kuzaliwa jela kutokana na harakati walizokuwa anazifanya. Tupac ni mtu ambaye siku zote alikuwa na ambition as a rider, kama mwenyewe anakuambia. Ni mtu ambaye alikuwa na full motivation, full ambition. Ni muuni ambaye alikuwa anapenda really, na ni muuni ambaye alikuwa anapenda haki. So at that time Marekani ilikuwa kuna piganiwa haki za watu weusi sana, tulikuwa tunaonewa sana, ila Tupac alisimama kama kioo cha jamii kwa kusaidia haki za watu weusi, pamoja akaingia kwenye tasnia ya muziki. Alikuwa ni fundo wa mashairi sana, that's why akaingia kwenye muziki. Pia bila kusahau alikuwa ni mwigizaji, kwa sababu ni ana ile ni talent kwake yeye. So Tupac ni mtu ambaye alikuwa anaishi kama mfano. Tukiachana na mambo yake aliyofanya, labda ya kiuni, kunywa mapombe, kufanya mambo mengine, ila alikuwa ana portray kama wanaume weusi tunavyoishi. Yale ni maisha ya black people, na that's the way how we live bro. So that's the life of Tupac. Tuje kwenye maisha yako ya hapa kwetu Tanzania, Dar es Salaam, na tunaamini maisha Pac alikuwa msanii, anaigiza of course. Kuja kwa upande wako wewe, Pac alikuwa mwandishi, wewe sasa unaweza kuandika, unaweza kuimba. Kitu gani ambacho unaweza ukaprove watu kwamba mimi naishi maisha yangu lakini nafanya muziki pia? Okay, first of all mimi naweza nikasema kwanza heshima yake RIP Albert Mangwea, kwa sababu ndo king wa freestyle Bongo, na tangu alipokufa mpaka leo hakuna. Mimi nina kipaji cha freestyle, naweza nikajita pia next king wa hip hop freestyle. Na mimi ni msanii ambaye bado na record ngoma na sijazi unleash bado, ila nina kipaji cha hip hop, alafu niko vizuri, naandika na kila kitu. Katika wasanii wa hip hop hapa kwetu Tanzania, msanii gani ambaye unahisi anaishi kidogo, sio kwa kufanana naye, anaishi hata kwa kuandika ngoma, is real life, anaandika maisha ya ukweli, wananchi pia wanaguswa na maandishi yake? Wewe unahisi kabisa huyu kidogo anapigania zile haki za kibinadamu, lakini pia anaelimisha kwenye masuala yake ya kuandika na nyimbo? Okay, first of all naweza kusema kwamba Bongo hip hop kwa sasa imekuwa ni game ambayo ni ngumu kutokana imepotea sana. Alafu wasanii wa sasa wa chipkizi ni wasanii ambao wanapoandika ngoma sana zinakuwa kuhusu mademu, kuhusu magari na mambo mengine. Ila kwa sisi wana hip hop ni kwa ajili ya kufunza watu mitaani, kwa sababu hip hop ni muziki wa wauni na watafutaji. Hao ndio maisha ukweli. Kwa sasa hivi
sijaona msanii ambaye ananimotivate akaandika real life, japokuwa hapo wengi watanisamehe. Sitaki kuongea unafiki wala sitaki kuwa muongo, ila wasanii ambao wana portrait kwamba wana dalili za ukweli na wanaelekeza ukweli kila siku, first of all ni Fid Q ambaye ni baba wa hip hop, and then second anakuja Yankila Msodoki ambaye pia anaelekeza ukweli wa maisha mitaani na maisha ya kiuni. Ila pia sasa hivi kuna mtu ambaye anaitwa Matupa Mtupori, amefanya ngoma mbili kwenye IP yake hii ya season 2, mbili ambazo ni hip hop, na ameimba kama mwana hip hop, ameacha singeli na ameelekeza real life ya mitaani. So kwa sasa ni wingi ambao wasanii wanajaribu kufanya muziki, lakini hip hop imepotea. Ila mimi niko razi kuirudisha hip hop kutokana, nataka nifanye hicho kitu, alafu nataka niwaelekeze vijana kwamba hip hop ilikuwa hivi. So hip hop ya sasa hivi ya kubana pua, ile so hip hop. Asa Paki, wewe unakwama wapi kwenye maisha yetu kwenye kupeleka bidhaa zako za muziki kwa jamii? Okay, nakwama kutokana na maisha ukweli. Unajua kwamba mimi mwenyewe mtafutaji, alafu mimi mwenyewe sijajipata mpaka sasa hivi, nipo katika kutafuta. So kwenye utafutaji kuna changamoto nyingi, wanaume wenzangu ndo wanaweza wakaelewa sisi wanaume tunapitia mambo mangapi ili mradi kujitafuta. So at this time kwamba mimi mwenyewe naweza nikasema kwamba nimekwama, but nipo katika kujikwamua na naamini soon na release IP ambayo itakuwa ni nzuri. Yeah. Alright, nataka utupe kionjo chochote cha nyimbo ya Pac, lakini pia unatupa kionjo na nyimbo zako ambazo hata watu ambao wanatutazama, tuko live pia, tuko live Instagram, tuko live kwenye YouTube, wanajua yes wanaweza kusupport kwa namna moja ama nyingine wakiona kile kitu ambacho nakifanya. Tuanze kwanza na ngoma yote. Unaweza kutupigia tadi ya mama ya Mamen Pac, alafu baadaye utatupigia zile verses zako. Naamini wewe ni mkali sana kwenye kuwrite na kwenye freestyle. Okay, mimi najua umependekeza dia mama kutokana na ni ngoma ambayo watu wengi wanajua Pac, ila ningependa nipite verse ya mwanzo ya ngoma Pac inaitwa Letter to My Unborn Child. Yeah. Hiyo ni ngoma ambayo Pac alimwandikia mwanae ambaye hajaja bado duniani, ila hakumaanisha kwamba ni mtoto atakayemzaa. Alimaanisha watoto wanaokuja kizazi kinachofuata kama nyinyi. Yeah. So kina sisi na ndo tumeelewa. Sasa ngoja nikupe verse ya mwanzo. Mnyamwezi anakuambia, now ever since my birth, I be cast out roaming around in case I never get to holler my born child. Many things that in prison, blessed I'm still living, trying to earn every penny that I'm getting and reminisce. Till beginning of my mission, when I was diseased, I came to be in this position. My mama was a panther lot, single parent, but she proud. Was she witness, baby boy of a proud. To school, but I dropped out and left the house, cause my mama say I'm good for now. So I'm out since I only got one life to live. God forgive me for my sins, let me make it that I never steal again or live again. My only friend is my misery, over revenge for the agony that it to me. See my life ain't promised, but sure I get better. Hope you understand my love better to my unborn child. Yeah. We, anaitwa Pac huyo. Still mnanielewa? Sawa bana. Pac, unajua una kitu kikubwa sana. Hem, tupigie sasa zile freestyle zako ambazo tunaamini zinaenda mjini kwa muda huu. Okay, maybe natoa freestyle hapa kwa sababu niko kwa mwanangu na msupport Stone Town. Ni Stone Town Barbershop, ni saluni ambayo all the gentlemen, all the gangsters and all the thugs ambapo ndo tunapokuja kunyoa watafutaji. Kwa hiyo ni Mnyamwezi ningempa hii kama ni mdedicate. So napita na Stone Town City. Yeah. Okay, Stone Town since day one tunatoka tunatafuta. Mnyamwezi toka Zanzibar mpaka Bongo amefika, anatafuta anachakarika ndani ya East Africa, ndio maana mpaka leo jina lake tulinaita. Okay, one time niko na wanangu tuna enjoy, two time niko na mashori tunakula joy, alafu mimi mwenyewe niko zangu na, okay niko makini kwa sababu mimi mwenyewe sito boy, kwenye news mimi napita, ukisema unaandika ila na uhakika kama Paul Peter, alafu mimi mwenyewe nikipita na wakalisha, ndio maana nikipita wao wenyewe wanakuwa makini kwa dada zao, mama zao, baba zao, wanawafungia wakiza, mimi sio kama wao. Maisha ukweli naisha hata kuliko wao, na ndio maana ninachopata na rizika na wanangu. Yes sir. Bwana Pac, neno la mwisho la kumalizia kwa wadau ambao wanakutazama, kama una chochote pia malizia, kama una kitu chochote labda unataka kushare na watu, it's your time. Okay. Jamani, nilikuwa na kwanza naomba support zenu washikaji, kutokana mimi ni upcoming artist. Alafu mimi mwenyewe pia najitafuta, na nilikuwa napenda niwashauri vijana pia, kitu cha mwanzo kwanza wajifunze lugha za kigeni, kutokana sasa hivi Tanzania ni worldwide country, alafu platforms zipo nyingi ambazo unaweza ukapeleka muziki na ukafanya hit sana. Na platforms za sasa hivi ni lugha.
So unapojifunza lugha kama kijana Mtanzania, basi naamini itakusaidia mbeleni. Kutokana mimi mwenyewe hapa naongea lugha 5. Hapa nilipo naongea Kifaransa, naongea Kispanish, naongea Kijerumani, naongea Kiitali na naongea Kiingereza. Hapa nilipo. So at this point nahisi kwamba vijana wote watakapojifunza kama mimi watapata pia mwelekeo mzuri wa maisha na watapata kukwamua maisha yao, kutokana na wawekezaji pia ni wingi Tanzania. Kama tunavyoona mitano tena kwa mama ametupa fursa vijana za kujikwamua, japokuwa vijana bado wengi hawajashtuka. Ila sasa hivi sio kwamba uwe msomi mpaka umalize form 6 ndio utoboe kwenye maisha. Unaweza ukaa na kipaji ukatoboa, unaweza ukaa na lugha pia kakusaidia. Kwa hiyo kila kitu kinachofanyika sasa hivi Tanzania ni talent. Na talent matters. Kwa wale ambao wana talent alafu wamejificha kama vijana, nilikuwa nawaomba kama talent zenu mnatakiwa mziweke wazi, kutokana na dunia sasa inalipa kupitia talent. Hao ndo maisha yako leo. Mimi naitwa Tupac Amaru Shakur jamani, boy from Zanzibar mpaka Dar es Salaam Tanzania. Nimefika, niko na wanangu 69 Media wana baya mpaka leo hii nimeamua kuamua kuja huku. Wameacha mambo yao, wameacha kazi zao, ni watu ambao wako busy, ila wameamua kuja kusupport na kuonesha kipaji cha maisha ya kweli cha mitaani. So kwanza big shout out to my nigga Wiz Ching, big shout out to my nigga cameraman, and big shout out to Stone Town kwa wanangu wote. Ila yes, I'm glad for this interview and I appreciate it so much. And I would love if you listen to my songs. I'm about to release my RP songs. Not a very long time, but yeah, you will have the notice and those stuff. So I support all my boys, I support all my thugs and everything we do, because we're going to come live. Okay, I'm bringing back hip-hop back to Dar es Salaam. Like RIP to Abba Mangwea, dedicated to you, boy. I'm out. Yeah, anaitwa Tupac Amaru Shakur, anatokea Zanzibar, lakini sasa hivi maisha yake anajitafuta hapa Dar es Salaam mjini. Nadhani ametoa ushauri kwa vijana this time around, wanatakiwa wajifunze, kuna fursa kibao na hasa kujifunza lugha. Hapa ni Out the Door, mimi naitwa Ching the Baddest. Aye, awote tena.